Karibu Tabora, karibu Toronto. Kwanza, siasa imepelekea ugomvi kati ya dini mbili tofauti, ambapo kuna Waislamu na Wakristo, ambapo ugomvi huo umetokea yote kwa sababu ya hichi kipindi cha upigaji kura kuchagua viongozi na marais. Kwa hiyo kutokana na hayo, inabidi tuhamasishe jamii kuto kuingilia mambo yasiyoyahusu, kwa mfano kuchochea ugomvi kati ya hizo dini mbili tofauti. Ndugu zangu, leo ni siku ya pekee. Ni siku ya pekee katika historia ya maisha ya mwanadamu. Yesu amezaliwa kwa ajili yetu. Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Tunaposherehekea Krismasi ya mwaka huu 2025, ni lazima tukumbuke kwamba Yesu alikuja kuishi katikati ya wanadamu, akawa nao, akajua, akaonja magumu yaliyoko katika dunia hii. Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu, wote mnajua kwamba tunasherehekea Krismasi ya mwaka huu katika mazingira magumu. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania tumeingia katika migogoro ya kisiasa, kitu ambacho kwa kweli tumekuwa tukisikiliza katika vyombo vya habari katika mataifa mbalimbali. Tumesikia katika mataifa mengi yanayozunguka Tanzania, tumesikia katika mataifa ya mbali kabisa migogoro hii ya kisiasa, lakini kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu tumeingia katika migogoro ya kisiasa katika nchi yetu. Tumwombe Mungu kwamba katika kuzaliwa kwa mwokozi wetu Yesu Kristo, basi yeye aliye Bwana wa amani, yeye aliye uzima, yeye aliye nuru katika giza, aweze kutusaidia kutoka katika hali hii na katika giza hili. Jina la Bwana libarikiwe. Kama mnavyojua, tangu miaka ya 50 huko Tanzania imekuwa mwenyeji wa wageni wengi kutoka nchi mbalimbali. Tanzania ilipokea watu kutoka South Africa. Tanzania ilipokea watu kutoka Botswana. Tanzania ilipokea watu kutoka Msumbiji. Tanzania ilipokea wakimbizi wa aina mbalimbali. Kwa nini watu wa Tabora mnaelewa kabisa kwamba hata hapa Kigwa ilikuwa kambi ya wakimbizi. Hapo Ulianguru ilikuwa kambi ya wakimbizi. Na mahali pengine pengi katika nchi hii tumekuwa na wakimbizi wengi. Waliona ni nchi pekee ya kukimbilia, na ni kweli ni nchi ambayo iliwapa hifadhi na watu walifurahia sana kuishi katika nchi hii. Nakumbuka mwaka juzi nilipata nafasi ya kwenda kuhubiri kule Burundi katika mkoa wa Rumonge. Of course siku hizi wameuvunja, sio mkoa tena, lakini wakati ule katika mkoa wa Rumonge nilipata nafasi ya kuhubiri pale. Na tulikutana na mkuu wa mkoa wa Rumonge wakati ule, na akawa ananiambia kwamba ninyi Tanzania ni watu wazuri kwa sababu mimi niliishi Uliankuru na mimi nimesomea huko, na hata uwezo huu ndio nao wa kisiasa kwa kweli nimeutoa Tanzania. Kwa hiyo Tanzania imekuwa na mchango mkubwa sana katika nchi ambazo zinazunguka nchi yetu. Burundi wamekimbilia huku, Rwanda wamekimbilia huku, karibu kila nchi imekimbilia Tanzania. Lakini leo historia imebadilika, kwamba tunaweza kufikia mahali pa kuuana sisi kwa sisi, tunaweza kufikia mahali pa kukimbizana sisi kwa sisi. Ndugu zangu, tumwombe Mungu kwa neema yake atusaidie ili Tanzania irudi tena katika historia yake ya asili. Yaani Tanzania iendelee kuwa nchi ya amani, Tanzania iendelee kuwa bandari ya amani, ili kila mtu aweze kuona kwamba Tanzania ni sehemu salama. Jina la Bwana libarikiwe. Siku ya leo imekuwa siku ya pekee sana tunapokuwa tunaadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Maana yake kama askofu alivyohubiri, Baba Askofu Chakupewa amezungumzia kwa swala la amani, na ujio wa Yesu Kristo ulikuwa ni kuleta amani duniani. Masuala ya dini ni ya dini na masuala ya siasa ni siasa, lakini ukiangalia pande zote mbili kuna kitu kinachoitwa amani. Kwa kweli kitu ambacho cha pekee ambacho tunaweza tukaendelea nacho kama Watanzania ni kuendelea kudumisha amani, kuendelea kuwa na upendo kama alivyosisitiza na kama alivyosema kwamba waasisi wetu wa nchi hii, yani Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Amin Abedi Karume walisisitiza kwa swala la amani. Kwa hiyo mimi kama Mkristo naungana pamoja naye kuwa tuendelee kuhakikisha kuwa tunailinda amani ya Tanzania ili kuwe na maendeleo, lakini pia kuwe na mshikamano na kuwe na utulivu kama waasisi wetu walivyoanzisha nchi yetu ya Tanzania. Unajua kuna utofauti mkubwa sana wa kujifanya mwanadamu wakati sio mwanadamu, kama vile ambavyo wakati mwingine malaika anaweza akaonekana kama mwanadamu, au kuna mambo fulani ya mauzauza yanayofanyika
kitu kinakuwa katika picha fulani, lakini kusema kweli sio picha yake wala sio kitu halisi. Lakini kwa upande wa Mungu, Mungu alifanyika mwanadamu kamili, sio mwanadamu nusu, mwanadamu kamili. Na huu ni muujiza wa ajabu, ni muujiza wa pekee katika historia nzima ya mwanadamu. Akawa mwanadamu, akakaa katikati yetu, katikati ya watu wake aliowaumba. Na wakati ule anafanyika mwanadamu, yeye mwenyewe anasema ataitwa Emanueli. Emanueli ni neno kwa kweli la Kiebrania ambalo maana yake ni Mungu katikati yetu. Kwa sababu ukizungumza katika Kiebrania, Iman ni katikati, Eli ni Mungu katikati yetu. Neno Eli ni Mungu, Emanueli, Mungu katikati yetu. Akisema Imanuka, maana yake ni katikati yenu. Kwa hiyo ni maneno ya Kiebrania ya kawaida kabisa. Mungu katikati ya wanadamu. Mungu anakuja katikati ya wanadamu, akae katikati yao. Katika historia ya wana wa Israeli, wakati wanatoka Misri, wanatembea katika jangwa, walitembea na hema. Na lile hema lilikuwa likiwekwa katikati ya watu. Wayahudi wanajenga kulizunguka. Kwa hiyo Mungu anakuwa katikati yao. Sasa katika Agano Jipya anashuka anakuja ndani ya mwanadamu, anakuwa mwanadamu na anaishi katikati ya watu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Huu ni muujiza wa pekee, na hakuna muujiza mwingine mkuu kuliko muujiza huu, wala hakuna dini nyingine duniani ambayo inaweza kusimulia kitu kama hiki, kitu cha pekee kabisa. Kwa hiyo tunaposherehekea Krismasi, ndugu zangu, ni sherehe ya pekee, ni sherehe inayoadhimisha muujiza mkuu wa Mungu katika historia ya mwanadamu. Ni sherehe ambayo tunasherehekea muujiza mkuu wa Mungu katika historia nzima ya mwanadamu, yaani Mungu kuwa mwanadamu, Mungu kufanyika mwili. Ukisoma katika Injili zote 4 utaona kuna maneno yanayosimulia habari za Bwana Yesu, lakini wanaposimulia habari za kuzaliwa kwake, ni Yohana peke yake ambaye hataki kuanza na habari za Mariamu, hataki kuanza na habari za mtoto kuzaliwa katika Bethlehemu, sijui vitu gani. Yeye haanzi na mambo hayo. Yeye anakwenda moja kwa moja kusimulia kwamba Yesu alikuwepo milele zote. Yesu ni sehemu ya Mungu kabisa, ni Mungu mwenyewe, alikuwepo milele zote. Ndiyo maana katika sura ya 1 mstari wa 1 anasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo anasimulia kuonyesha kwamba Yesu ni wa milele. Yesu haanzii historia yake katika kuzaliwa na Bikira Mariamu. Yesu haanzii historia yake katika kutangaziwa Mariamu kwamba atachukua mimba. Yesu haanzii hapo. Yesu alikuwepo hata kabla ya kitu kingine chochote kuumbwa katika dunia hii. Tena Yohana anasema Yesu ndio mhusika mkuu hata wa uumbaji wenyewe. Yaani hivi vitu tunavyoviona vimeumbwa, kwa kweli aliyeviumba ni Yesu mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye neno la Mungu. Yohana anapomtambulisha kwetu Yesu Kristo, anamtambulisha kama Mungu moja kwa moja, Mungu ambaye alijiachilia mwenyewe na kawa binadamu. Na hii ndio katika lugha ya Kiingereza inaitwa incarnation. Neno incarnation maana yake ni kuacha asili, na kuwa kitu kingine. Unaacha asili na kuwa kitu kingine. Katika Kiingereza tumeandika living behind the natural, na unakuwa kitu kingine. Na kwa katika muhtada huu anaacha uungu, anakuwa mwanadamu na anaishi katikati ya wanadamu. Anakula, anakunywa, anatembea, na wale ambao hawaamini wanaona kama ni kichekesho kwamba kuna siku moja Mungu alikula, kuna siku moja Mungu alikunywa, na kuna siku moja Mungu alikuwa mwanadamu. Hiyo huwa hawaielewi na ni ngumu kuielewa, lakini ukweli ni huo. Katika masimulizi ya Yohana anasimulia kwamba Yesu ni wa milele na yeye ni Mungu. Kwa kweli tunapopata jawabu la Yesu kuwa Mungu kwa uwazi kabisa ni katika Injili hii ya Yohana, kwamba si kwamba alijifanya Mungu, sio kwamba alijifanya mwanadamu, lakini alikuwa mwanadamu kabisa. Alikuwa mwanadamu kabisa ambaye alisikia maumivu, ambaye aliona mateso, ambaye alionja umaskini,
kama mnavyokumbuka, alilazwa katika hori la kulia ng'ombe baada ya kuwa nyumba za wageni zote zimejaa. Aka experience ule umaskini, akaonja ule umaskini, alisikia kuchoka, alisikia maumivu. Na ndiyo maana anaweza kuwa mwokozi wetu, kwa sababu anajua maumivu na mateso tulio nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Kama nilivyotangulia kusema, Bwana Yesu alizaliwa katika ulimwengu huu ili kuleta amani. Hakuna kitu kingine kilichomleta katika nchi hii au katika dunia hii. Aliletwa na Mungu. Mungu mwenyewe alikuja katika dunia hii ili alete amani. Anasema watu wale walioishi katika giza wapate mwanga, wapate nuru. Anasema watu wale ambao walikuwa wako gerezani wapate kufunguliwa. Ndivyo tunavyosoma. Amekuja ili awafungue watu waliofungwa. Amekuja ili awaachie huru wale wanaosetwa na Ibilisi. Na kwa sababu hiyo ni lazima tufurahie wokovu huu mkuu wa Mungu. Lazima tufurahie upendo huu mkuu wa Mungu. Niombe sana ndugu zangu, katika Krismasi ya mwaka huu 2025 iwe Krismasi yenye upatanisho, Krismasi inayotufanya sisi tuonane kama ndugu, Krismasi ambayo inatuletea upendo ule wa asili, ule upendo wa kupendana sisi kwa sisi. Watanzania tumeishi kwa kupendana. Watanzania tumeishi bila kujali kabila la mtu wala dini ya mtu. Tumeishi katika nyumba wa Kristo na Waislamu, tunapendana, tunasaidiana, tunashirikiana. Lakini leo kwa baadhi ya wale mnaofuatilia mambo ya mitandao ya kijamii, imefikia mahali ambapo watu wanarushiana maneno. Wakristo wanarushia maneno Waislamu, Waislamu wanarushia maneno Wakristo, kitu ambacho sio asili yetu wa Tanzania. Ni ajabu sana. Tumefika mahali kama hapo. Hatuwezi kukubali hali hii iendelee. Tumuombe Mungu atusaidie ili tuendelee kuwa ndugu. Sisi wengine kama mimi nimezaliwa katika familia ya Kiislamu na ndugu zangu wengi ni Waislamu. Sasa leo tunapoanza kusemana sisi kwa sisi, hatuwezi kukubali jambo hili kaendelea hata kidogo. Tuombe Mungu atusaidie ili tuendelee kuwa kitu kimoja kama tulivyorithi kutoka kwa watangulizi wetu, wazee wetu, wakina Mwalimu Nyerere na wakina Karume na wengine. Lazima tumuombe huyu Bwana wa amani aweze kutushindia chuki, alete upendo katika watu wetu, katika viongozi wetu, na hasa viongozi mbalimbali wa ngazi za juu katika nchi hii. Tuombe kwa ajili ya rais wetu, tuombe kwa ajili ya mawaziri, tuombe kwa ajili ya wote wenye mamlaka katika nchi hii, ili waone haja na haki ya kuendeleza amani ambayo tulipokea vizazi na vizazi. Lakini pia tuombe kwamba hata wale wa vyama vya upinzani waweze kuwa na ushirikiano na vyama mbalimbali, na hasa vyama vinavyotawala na hasa chama kinachotawala, ili kwamba katika kukaa pamoja na kushauriana tuweze kupata mustakabali wa nchi hii, ili kwamba nchi yetu iendelee vizuri kama ilivyoanza. Ndugu zangu, ni ukweli usiopingika, wote mnajua kwamba tumeishi vizuri sana katika nchi hii. Hakuna mtu anayemuuliza mwenzake wewe ni kabila gani. Hakuna mtu anayemuuliza mwenzake wewe ni dini gani. Ni ajabu sana, mnaweza kusafiri na mtu kwenye basi mpaka mnafika Dar es Salaam bila kujua kabila lake wala bila kujua dini yake. Lakini leo mambo yameanza kubadilika. Hatuwezi kukubali mambo yakabadilika. Ni lazima tukubali kwamba Kristo aliyezaliwa, yeye alileta amani, yeye alileta upendo, yeye alileta upatanisho. Ni lazima tuende katika upatanisho huo na katika amani hiyo. Nawatakia Krismasi njema, msherekee vizuri Krismasi. Tena Mungu kwa neema yake ametuletea tena mvua. Tumekuwa tukiomba kwa ajili ya mvua. Sasa mnaona mvua imekuja, na watu sasa kesho ni siku ya ibada, lakini kesho kutwa wote mwende mkapandikize mpunga. Na wale msio na mashamba, basi ulizeni wenzenu wenye mashamba wamegee kidogo. Mungu ni wa neema sana. Watabiri wa hali ya hewa walisema tutakuwa na mvua kidogo sana Tanzania, na hasa katika mikoa hii ya magharibi. Na niombe hiyo mvua kidogo tutakayoipata iweze kuwa na mafanikio makubwa. Tumieni mvua hiyo katika kilimo, na hasa mazao yale ambayo hayachukui muda mrefu sana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa habari ya siasa ikae kama siasa na dini ikae kama dini, lakini inapowezekana kushauri, kwa sababu mashauriano haya yanaleta ufanisi katika kila jambo. Lakini uwezo ukasema kwamba unaweza ukavitenganisha pia, nao sio sawa.
kwa sababu mambo yakienda ndivyo sivyo wataulizwa kwa nini hamkusema hivyo. Kwa hiyo sioni kama unapoitwa mama sio kana kwamba ni wewe peke yako, ni jamii nayo kuzunguka. Unajua wazazi wetu wa zamani walifanikisha katika eneo hilo engo kwa sababu yani mtoto wa mwenzio alikuwa ni wa kwako. Lakini sasa hivi wa kwangu wamekuwa wa kwangu, wa fulani ni wa fulani. Lakini kama tungewalea kama zamani, achana tu na misingi ya kidini na nini, lakini zamani ulikuwa ukionywa na mtoto wa jirani yako unasikia. Lakini sasa hivi huwezi kumuonya mtoto wa mwenzio akakuelewa, yani haipo hiyo. Kwa zamani tungerudi kwenye msingi ya zamani ingeweza kutusaidia sana. Karibu Tabora, karibu Toronto.